Naam, leo ni Jumatano ya Majivu ambayo huashiria mwanzo wa siku 40 za kujinyima, kusali na kuwasaidia wasiojiweza miongoni mwa waumini wa Kikristo haswa wa Kanisa Katoliki. Aidha, leo hii maadhimisho ya mateso, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo kote duniani. Katika kaunti ya Nakuru waumini walikuwa na misa ya asubuhi ya Majivu na nyingine itakuwepo mwendo wa saa 7 mchana. Mwanahabari wetu Ivan Sasiba kwa hivi sasa anazungumza na askofu wa Jimbo Katoliki la Nakuru kuhusiana na umuhimu wa kipindi hiki na vile vile ujumbe wa Baba Askofu Cleophas Oseso kutoka huko Nakuru. Asante sana Mwanahamisi, uliyosema ni hakika kwamba ni siku 40 na moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na askofu atuambie tu pengine umuhimu wa siku hizi 40 na vile vile pia tu ujumbe wake. Pengine tu askofu, kianza tu kwa kutuambia tuna siku 40 za kujifikiria kawa Katoliki, kawa Kristo, pengine ujumbe wako ni gani na umuhimu wa kipindi hiki? Kipindi hiki ni kipindi maalum kwetu sisi wa Kristo wa Katoliki, kwa sababu ni kipindi kinachotuita kuweza kuzingatia mambo matatu ya muhimu sana: sala, kufunga na kufanya matendo mema kwa wenzetu. Kipindi hiki ni kipindi cha utakaso, kipindi cha kitubio, kipindi cha kujiangalia mtu binafsi na mahusiano na Mwenyezi Mungu, na inatualika kuweza kujichunguza na kuona ni wapi ambapo tumelegea katika mahusiano yetu na Mungu, ni wapi ambapo tunastahili kurekebisha katika mahusiano hayo, na ni vipi tunaweza kufanya maisha yetu yakawa matakatifu jinsi ambavyo Mungu anavyotaka sisi tuwe watakatifu. Kristo mwenyewe kabla kuanza kazi yake rasmi ilimchukua muda kuwa kule jangwani akifunga na kusali. Hivyo tunatambua umuhimu wa kufunga na kusali, kwamba inatupa nguvu ya kupigana na maovu na hata kupigana na shetani. Tume ya maaskofu inapea Wakristo nafasi ya kutafakari kuhusu mambo kadhaa, na mwaka huu tunaalikwa kutafakari jinsi ambavyo tunaweza kujenga Kenya yenye amani, haki na umoja. Na katika majuma hayo matano tumepewa mambo ya kuwazia, yakiwepo kwanza, katika wiki ya kwanza ni mambo ya uongozi na uadilifu katika uongozi. Wale ambao wamechaguliwa katika nyadhifa hizo wamepewa nafasi na fursa za kuwatumikia watu, na swala ni je, wanawatumikia watu inavyostahili? Wanawatumikia watu walivyoahidi? Wanawatumikia watu kwa namna ya kujitolea, ama ni katika njia za ubinafsi na njia zingine ambazo hazistahili katika uongozi wa nchi na hata kuongoza binadamu mahala popote walipo? Wiki ya pili tunaalikwa kuweza kuwazia mambo ambayo yanahusiana na hadhi ya binadamu, kwamba binadamu ni mtu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na akiwa ameumbwa kwa mfano wa Mungu, basi anastahili kupewa heshima yake. Yeye ni kiumbe cha kipekee, na maisha ya mwanadamu, jinsi tunavyosema, tangu pale anapoumbwa mtoto katika tumbo la mama yake, ana haki za kuweza kuhifadhiwa na kustawishwa, na sio tu kitu, ni kiumbe cha Mungu kinachostahili heshima, na tunapaswa kuweza kukinga viumbe hivyo. Na hata binadamu yoyote katika hali yoyote alivyo, awe maskini awe tajiri, ni mtu ambaye ako na haki yake ambazo zinapaswa kulindwa na sheria zetu, na kila mmoja mwingine anapaswa kuweza kuziheshimu. Tutapewa nafasi pia ya kutafakari kuhusu nchi yetu na deni yetu. Tunajua kwamba nchi ya Kenya imesongwa na deni za kitaifa. Niliona tarakimu katika magazeti ikisema kwamba tuna deni karibu trilioni 11.8.
Na deni ambazo tunaomba nje, tunajua kikatiba ni deni ambazo zinapaswa kusaidia maendeleo ya watu, sio tu za serikali kutumia katika hali ya kawaida ya kuongoza, lakini ni deni ambazo zinastahili kuonekana katika mabarabara yetu yanajengwa, ama hospitali zinapata vifaa ambavyo vinastahili kusaidia wananchi kwa jumla, shule pia zinajengwa, na mambo mengine ambayo yanapaswa kulete maendeleo ya watu. Deni hili ni mzigo, sio tu kwetu sisi, lakini hata mzigo kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo tunavyoendelea kuchukua deni hii, je, tunatwika vizazi hivi majukumu ama mzigo ambao utakuwa mgumu sana kwao? Na deni hii kweli inaenda mahali ambapo inastahili, ama inaenda mahala pengine ambapo haistahili? Na hapo ndipo tunazungumzia pia mambo ya ufisadi, kwamba wakati mwingine tunachukua nafasi za uongozi katika kujifaidi wenyewe na kutofuata jinsi ambavyo inastahili. Wiki nyingine tunaalikwa kuongea kuhusu vijana na teknolojia. Vijana na teknolojia ni kama kitu kimoja, na tunajiuliza, je, teknolojia iko hapo kusaidia vijana ama iko katika njia ambazo itaweza kudhuru maisha yao? Haya basi, mliomsikia huyo ni askofu wa jimbo Katoliki la Nakuru akizungumza nasi kiufasaha na kutupa umuhimu wa kipindi hiki, akituomba na kutuhimiza kutafakari maisha yetu na kuangalia pengine tulivyo kama Wakristo. Ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia, kizingatia kwamba leo ni siku ya kwanza kati ya siku 40 ambazo Wakristo wanazo za kutafakari na kuangalia mielekeo zao za maisha. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumziko, na tukirudi mwenzangu Mwanahamisi atakuwa mwenye kuendeleza taarifa hizi za leo. Evans Asiba, twende mapumzikoni.